Tunajua sasa tumeingia katika awamu ya pili ya serikali hii ya awamu ya 8 kipindi cha pili, na mambo mengi ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi. Mheshimiwa Rais amejua kuna umuhimu sana na kuwa na uchumi wetu huu wa kidijitali, na yeye anakwenda sawa na inavyokwenda dunia, kwamba sasa hivi digital economy ndiyo ambayo iliyokuwepo. Hatuna namna nyingine bila ya kuwa na kufuata uchumi huu wa kidijitali. Tumeona namna gani tumepunguza kwa kiasi kikubwa matumizi ya karatasi, yapo lakini tumepunguza na mambo kadhaa. Kwa hiyo majukumu yetu tunajua ni majukumu makubwa, tunaendelea nayo, lakini hatujafika ile sehemu ambapo tunatarajia kufika. Nimefurahishwa na namna ambayo mambo yanavyokwenda. Tunazana malipo, ePROS, kuna Bamas, e-office, mengineyo. Mengine yanakwenda vizuri. E-office, government mailing system inakwenda vizuri. Ingawa sisi watumizi sasa ndo tunakuwa tuna changamoto, maana mimi katika mtu mkurugenzi, yeye ndo mkurugenzi sasa nishakwama unitengenezee. Na amekuwa na msaada mkubwa kwangu mimi binafsi, kwa sababu mimi mwenyewe ni muumini katika masuala ya kidijitali mimi mwenyewe. Kwa hiyo mara nyingi ninapokwama binafsi nampigia simu mkurugenzi muda wowote, na naamini kwa wengine wengi umekuwa ukitusaidia. Kuna changamoto chache ambazo tumekuwa tukizi experience, lakini ninaamini utakapokuwa una muundo kamili utaassign watu maalum ambao watakuwa wanasimamia. Kikubwa zaidi, sote ni watumishi wa serikali. Tunatakiwa tufanye kazi kwa maadili, kwa nidhamu na kwa ushirikiano. Tukifanya hivyo tutakuwa tunakwenda katika mafanikio. Tukianza kusoma na kutafuta maneno ya pembeni, manake always watu wanaogopa change. Sasa kama wanaogopa change, tutakuwa tuwezi kufanya kazi, kwa sababu utaanza kujiuliza, kwani Dr. Saada ndo nani? Anafanya nini? Yukoje? Kwa nini ujue hivyo? Tufanye kazi tu basi. Wewe simamia msimamo wako wa nidhamu, taratibu za kazi, uwajibikaji, basi utajua kumbe Dr. Saada ni mchapakazi. Na mimi naamini ni mchapakazi. Kwa hivyo tushirikiane naye ili tuhakikishe kazi tulizotumwa zinaenda kama inavyotakiwa. Serikali mtandao Zanzibar imeanzishwa kwa mujibu wa sheria namba 1 ya mwaka 2024, ikiwa na jukumu la kupanga, kuratibu na kusimamia utekelezaji wa huduma zote za serikali mtandao. Mamlaka hii ni kiungo muhimu katika mabadiliko ya serikali kuelekea Zanzibar ya kidijitali, ikiwa na dhamira ya kutoa huduma bora, salama na za kuaminika za tehama katika taasisi za umma pamoja na kuongeza mapato ya serikali.